Umuhimu wa mbwa katika maisha ya binadamu hauwezi kupuuzwa, kwani wanyama hao hutumika kwa ulinzi wa makazi na kusaidia shughuli za uwindaji. Hata hivyo, pamoja na manufaa hayo, mbwa wanaweza kuwa chanzo cha maambukizi ya maradhi hatari kama kichaa cha mbwa iwapo hawatapatiwa chanjo stahiki. Kwa kutambua hatari hiyo, serikali imeendelea kutekeleza zoezi la utoaji wa chanjo dhidi ya maradhi ya kichaa cha mbwa kila mwaka. Zoezi hilo limezinduliwa katika kijiji cha Ndijani, Mseweni, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Mheshimiwa Suleiman Masudi Makame, amesema lengo la zoezi hilo ni kupunguza na hatimaye kutokomeza kabisa maradhi ya kichaa cha mbwa nchini. Ameeleza kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha afya ya wanyama na kulinda usalama wa wananchi. Zoezi hili ni miongoni mwa mkakati wa serikali wa kupunguza lakini hatimaye kuondosha kabisa maradhi haya ya kichaa cha mbwa. Lakini zoezi tunalifanya pia tunakwenda sambamba na mikataba ya kimataifa ya WHO kwenye kuhakikisha kwamba tunaondoa kabisa katika maeneo yetu maradhi haya ambayo yakitokea na ikatokea bahati mbaya mmoja wetu akang'atwa, basi athari yake inakuwa ni kubwa, na tunatakiwa kuchukua hatua za haraka ili kuweza kuprevent ili asiweze kupata matatizo zaidi. Sasa kabla ya kwenda huko kwenye kutafuta tiba, tumeamua tuje kwenye kukinga sasa, kuzuia ili jambo lisitokee. Naomba nitamke rasmi kwamba zoezi letu la kuchanja maradhi ya kichaa cha mbwa nimelizindua rasmi. Zoezi la utoaji chanjo linaendelea katika maeneo mbalimbali, huku wananchi wakihimizwa kuwapeleka mbwa wao kwenye vituo vya chanjo ili kuhakikisha jamii inakuwa salama dhidi ya maradhi ya kichaa cha mbwa ambayo yanaweza kuzuilika kwa hatua rahisi ya chanjo. Tangu nimefika hapa nakaribia mwaka mmoja kasoro kidogo. Huko nyuma nikiangalia kwenye kumbukumbu ilikuwa inaonekana ilikuwa kuna hivyo matukio ya mbwa kichaa. Lakini tangu nimefika mpaka leo hajaje kutokea hata tukio moja la mbwa kichaa, wala sije kusikia hizo taarifa. Sasa tunaamini hayo yote tumeweza kufanikiwa na kuweza kufikia mira ya serikali kwamba kuondosha kabisa. Kwa hiyo tuwapongeze kwa jitihada ambazo mmekuwa mkizichukua, na tunaamini kwa hivi ambavyo wananchi walivyoelimika kuweza kujitokeza kwa wingi kuweza kupata chanjo, basi kwenye kipindi kifupi kijacho nafikiri masuala haya kwa Zanzibar nzima itabakia kuwa story. Kutokana na juhudi ya serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar, chanjo hii tunaitoa bure ili kila mwananchi aweze kushajihika na kuitika katika kujitokeza na kushiriki kikamilifu katika kutokomeza huu ugonjwa wa kichaa cha mbwa, kwa sababu tunapoambia kwamba chanjo hii ni bure, basi watakuwa wanajitokeza kwa wingi na kuleta mbwa wao kwa wingi ili kuweza kuwapatia chanjo na kuweza kuondosha huu ugonjwa wa kichaa cha mbwa katika visiwa vyetu. Tukumbuke kwamba ugonjwa wa kichaa cha mbwa ni hatari, lakini pia ni hatari sana kwa sababu unapompata mwanadamu basi 99% ya mwanadamu huyo anapoteza maisha. Kwa hiyo kwa kuepuka athari hizo, basi tukasema kwamba tuungane na mikakati ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuhakikisha tunatokomeza moja kwa moja huu ugonjwa katika visiwa vyetu vya Zanzibar. Si haba, hakuna mbwa anapandisha kichaa wala mbwa anakutafuna mtu wala mbwa anafanya hivi. Tunashukuru Mungu kwamba serikali inatuongoza na inatupa sapota kuchanja mbwa kwa kila baada ya mwaka. Hilo ndio jambo la kumshukuru Mungu. Serikali naipongeza sana. Na hasa kwa rais wetu Mwinyi, mzee Mwinyi, tunamshukuru, anatujali wananchi wake, anatupenda wananchi wake pamoja na mifugo yetu. Wafugaji wenzangu nawaambia waliokuwa hawajahamasika wahamasike. Linapokuja tangazo kama hili la kiserikali kuja kuchanja mbwa, wahamasike kuja kuwachanja mbwa. Mimi ni Angel Paul, nyuma ya kamera ni Ali Haji. Asante Mungu. Hivi ndivyo jasho langu linavyozaa matunda. Asha, duka limebadilika sana. Limejaa, yani wewe acha tu. Lakini pesa zote za kumiliki duka lilojaa kama hivi umezitoa wapi? Kweli Asha, hemu tupe siri ya mafanikio, kwa sababu sisi tunakujua. Wewe na kilimo na wewe. Na mavuno yenyewe ndo hivyo hivyo. Hemu tupe siri ya kambi, shoga yangu. Rafiki zangu,
Hii ni faida ya kilimo mseto. Miaka 2 mlipoenda mjini, mimi nilianza kulima kilimo mseto. Kilimo mseto ndo nini na kinafanyikaje hadi ukafanikiwa hivi shoga yangu? Kilimo mseto ni mfumo wa kilimo ambapo mkulima hupanda mazao zaidi ya moja katika shamba moja kwa wakati mmoja au kwa msimu mmoja badala ya kulima zao moja pekee. Mfano, kupanda mahindi na maharage pamoja, kupanda mihogo na kunde, kupanda ndizi na kahawa au mazao ya mboga chini ya migomba. Kumbe ni hivi ndio maana unapata mavuno mpaka kujaza duka. Asha, leo umetufungua macho. Tulikuwa tunategemea kilimo cha mhogo tu, lakini sasa naona umuhimu wa kubadilisha na kuhamia kwenye kilimo mseto. Ndiyo, wote kwa pamoja tulime kilimo mseto kwa mavuno endelevu, himilivu na yenye tija. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Community Forest Pemba, Community Forest International na TAMWA Zanzibar.